Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza na mwenye neema na rehema, ninakushukuru tena kwa upendo wako mkuu na kwa huruma zako ambazo ni kuu. Asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya siku hii njema. Litukuzwe jina lako Baba asubuhi tena na siku hii nzima. Tunazidi kukuomba uturehemu Tanzania, turehemu kanisa, uturehemu watumishi, turehemu Bwana watoto wako Tanzania. Kwa damu ya Yesu, utuangalie na kutugusa tena. Utuponye, utuoshe kwa damu inayonena mema. Baba, katika nchi hii damu yako ikaendelee kutunenea mema, kwa kuwa kuna hatari na uharibifu wa damu za watu. Naomba neema yako, Mungu wa huruma na rehema, damu yako ikatunenee uzima, damu yako ikatunenee msamaha, katunenee Bwana yaliyo mema, na yale ya hatari yakaondoshwe, na lile la kwako peke yako likasimame kwa utukufu wako Mwokozi. Mungu wangu uliye Baba na Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo, Baba, tuinulie mkono wako na ukalitende la kwako pia unalolitaka likawe kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Mungu turehemu. Mungu timiza mapenzi yako kwa Tanzania mwaka huu na miaka iliyo mbele yetu pia, na jina lako likatukuzwe sana sana, likaimidiwe sana sana, na lijulikane na vizazi tena na tena, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, wafariji walioumizwa mioyo yao, wafariji ambao hata sasa wana machozi na huzuni, hawaoni hata ndugu zao waliko hawajui. Bwana, wewe ndio mwenyewe wa kusema nao, kwa fariji na kuongoza. Naomba wasaidie, utusaidie Baba wa huruma na rehema, tuangalie katika jina la Yesu. Yesu, simama mwenyewe, timiza mapenzi yako. Amen. Ubarikiwe katika jina lake Yesu, na karibu sana katika muda mzuri wa kupata neno la uzima. Neno lake Mungu takatifu talipata, tutaanzia kusoma kwenye kitabu kile cha Hesabu, kitabu cha Hesabu. Pole kwa changamoto unazopitia, pole kwa yote ambayo yameendelea kuwepo, pole kwa huzuni na machozi mengi ambayo yameendelea kuwepo kwenye taifa letu. Bwana ni mwaminifu. Mungu yu karibu, anakuja kutenda. Mungu yu karibu, yeye ambaye ni mhukumu wa haki na mwenye kisasi. Tumwachie kazi yake, anakwenda kufanya. Haleluya. Tuone ujumbe huu, ni muhimu sana kuelewa. Ni muhimu sana kuelewa ujumbe huu. Na kichwa cha somo ni kwamba damu ya mtu huitia nchi unajisi. Damu ya mtu ikimwagwa kwenye nchi, nchi inatiwa unajisi. Basi ngoja tuone neno la Mungu katika Hesabu 35. Nitaanzia mstari wa 16, alafu nitaenda kusoma wa 33 na wa 34. Nianzia hapo kwenye Hesabu sura ile ya 35 mstari wa 16, anasema, lakini kama alimpiga kwa chombo cha chuma akafa, ni muuaji huyo, ni muuaji huyo. Muuaji hakika yake atauawa. Lakini kama alimpiga kwa chombo cha chuma akafa, ni muuaji huyo, muuaji hakika yake atauawa. Twende mstari wa 33 hadi wa 34. Anasema hivi, hadi ule wa 34. Anasema sasa pale, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Mstari wa 34. Kwa hiyo msitie unajisi nchi muiketio, ambayo naketi nami kati yake, kwa kuwa mimi Bwana nakaa kati ya wana wa Israeli. Amen. Bwana Yesu asifiwe
na aturehemu sana mimi na wewe, na aturehemu sana watoto wake, taifa lake Tanzania. Haleluya. Asema kwamba ikiwa mtu ametumia chombo, anasema chombo cha chuma, au niseme tu ikiwa mtu amemuua mtu, lakini kama alimpiga kwa chombo cha chuma akafa, ni muuaji huyo. Muuaji hakika yake atauawa. Muuaji hakika yake atauawa. Au kwa maana nyingine kwamba anayeua atauawa. Anayeua mtu atauawa na yeye. Anayeua mtu au aliye mtu na yeye atauawa. Aliyeua mtu atauawa. Alafu anaendelea kusema hivi, hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu hutia nchi unajisi. Damu ya mtu ikimwagika kwenye ardhi, hatari yake na hasara na madhara makubwa ni kwamba hiyo damu huwa inaleta unajisi kwenye nchi, inaleta unajisi kwenye eneo, inaleta unajisi kwenye malango, inaleta unajisi kwa pale palipomwagwa. Sasa damu imemwagika katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo sasa tuna taifa la namna nyingine kabisa. Kwa sasa damu nyingi zimemwagika kwenye taifa hili. Kwa hiyo taifa limetiwa unajisi, nchi imetiwa unajisi kwa mujibu au kama yanavyosema maandiko hapa, kama anavyosema Mungu kwamba basi anasema hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu hutia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo. Sasa hilo hapo naenda kuingia kwenye jambo lingine. Kwanza tuelewe hatari, madhara ya kuimwaga damu ya mtu. Si kitu rahisi sana na si kitu chepesi sana na sio kitu cha kawaida. Kuimwaga damu ya mtu chini, kuimwaga damu ya mtu chini ni mbaya, ni hatari. Na anasema hiyo damu ikimwagika, nchi inapata unajisi. Jambo la pili, anasema hakuna fedha yoyote au niseme mali au sadaka yoyote itakayotosheleza au itakayoweza kulipa ile damu ya mtu iliyomwagika. Inawezekana wengine wanafikiri anaweza akatoa mapesa mengi akalipia uhai wa mtu, akalipia au akafidia damu iliyomwagika. Hata utoe ng'ombe maelfu kwa maelfu, hata utoe mafedha mamilioni kwa mamilioni, hata utoe magari na majumba na vingine, haviwezi kutosha kama inavyosema Biblia. Anasema hapa kabisa wazi, kwa kuwa damu hutia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo imwaga, isipokuwa ni damu ya huyo aliyemwaga. Kwa sadaka itakayotosha ni sadaka inayoitwa damu, maana yake ni damu kwa damu. Ili malipo yafanyike, ili usawa uwepo, maana yake ni kwamba damu ya mtu kimwagika kwenye ardhi, madhara na hatari yake sasa ni kwamba mtu yule aliyemwaga hiyo damu, itapaswa damu yake imwagike, ndio itakuwa ni sadaka au ndio itakuwa inaweza kutuliza. Sasa unaona matatizo makubwa sana kwamba damu ya mtu imemwagika. Anasema hakuna sadaka inayoweza kulipa, hakuna sadaka inayoweza kutolewa kwenye hiyo nchi au kwenye hilo eneo kwa ajili ya kulipia damu iliyomwagika, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake au ndani ya hiyo nchi. Anasema wala hapana sadaka itoshayo, hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi. Kwa hiyo nchi itakuwa inadai sadaka, au niseme ile damu iliyomwagika itakuwa inadai malipo, ina madai. Mungu akamwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika nchi au kutoka katika ardhi. Damu ya ndugu yako inanililia. Damu ya mtu huwa inalia, damu ya mtu huwa inalia mpendwa, na ikilia ina madai. Sasa madai yake hakuna cha kuweza kuilipa. Anasema ni kwamba damu ya yule aliyemwaga damu itatakiwa
ili iweze kuwa ndio inayolipa. Hii ndiyo madhara hatari, na ni jambo la kutisha sana kwamba lazima sasa imwagike damu ya yule aliyeimwaga. Damu ya mtu hatari, wapendwa. Damu ya mtu hutia nchi unajisi, na damu ya mtu haiwezi kulipwa kwa sadaka yoyote. Kwa hiyo mtu asijihangaishe kusema anafanya sadaka, kwamba anafidia au anapoza. Hakuna kitu hapo. Damu ya mtu imewekwa na Mungu, Mungu mwenyewe, na ndio sababu utaona hakuna damu ingine iliyomwagwa ambayo aliona inaweza ikawa toshelevu na ikaweza kutukomboa, kwa sababu alimwaga damu yake mwenyewe. Damu yake peke yake ndiyo iliyoweza. Sasa hapa ni kwa habari ya mauaji. Kumwaga damu ya mtu, fanya mauaji, ni kitu hatari na kibaya. Nafikiri watu wengine wamechukulia ni kama kuku, kama ndege, kama mnyama kwa sasa kuua binadamu. Kwenye ulimwengu tunaoishi tunaona damu za watu zinavyomwagika. Nafikiri wengine wamechukulia kawaida, lakini jambo hili ni hatari, ni hatari kubwa, na ni jambo gumu sana, tena si kidogo, kwa sababu anasema hakuna sadaka itoshayo. Kwa hiyo msitie unajisi nchi mwiketio, ambayo naketi nami kati yake. Mungu anaketi pamoja na watu wake. Mungu yuko pamoja nasi, na anasema kwa sababu tuko pamoja naye tusimwage damu. Anasema niko pamoja, nipo kati yenu. Usimwage damu mpendwa, usimwage damu ndugu. Wewe mwenye nguvu na uwezo, usitumie manguvu yako na uwezo wako na mamlaka yako kumwaga damu ya mtu, manake damu yako itatakiwa ili kufidia. Ni hatari kubwa. Mungu na atusaidie. Naenda kusoma mahali pengine pia hatari ya kuimwaga damu ya mtu. Wengine wamechukulia ni jambo la kawaida sana, wengine wamechukulia ni kawaida tu, wala waoni kwamba ni hatari kuimwaga damu ya mtu. Hiyo damu sio ya huyo mtu, ni ya Mungu mwenyewe, ndiye aliyeweka huo uhai ambao watu wanautoa kirahisi kabisa. Mungu simama mwenyewe. Yoeli sura ya 3 mstari wa 19. Yoeli 3 na mstari wa 19. Hebu tuone neno la Mungu linavyosema. Yoeli sura ya 3 mstari wa 19 anasema maneno haya: Misri itakuwa ukiwa. Misri anasema itakuwa ukiwa, na Edom itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliotenda wana wa Yuda, kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. Wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. Ona matatizo yatakayotokea damu isiyo na hatia inapomwagwa. Anasema kitakachotokea ni ukiwa na utupu na jangwa. Anasema kutakuwa na jangwa. Anasema Edomu itakuwa jangwa tupu, kwa sababu ya dhuluma waliotenda na kuimwaga damu isiyo na hatia. Imefanyika dhuluma, alafu na damu ya mtu imemwagwa. Hapo utakuja utupu, ujangwa, ukame utakuja kwa huyo mtu, kwenye nyumba yake, kwenye malango yake. Kitakachotokea ni ukiwa, ni uharibifu. Usimwage damu ya mtu. Madhara yake na hatari yake ndio hiyo, hasara yake ndio hiyo. Anasema itakuwa ni mahali jangwa tupu, kwa sababu wamemwaga damu. Acha dhuluma, acha kumwaga damu ya watu au ya mtu, kwa sababu litakuja jangwa kwako. Utakuja ukiwa, utakuja utupu, utakuwa mtupu kwenye nyumba, kwenye eneo, kwenye maisha yako. Ni hatari sana, si jambo rahisi jepesi, ni hatari. Ezekiel 36:18. Hebu tuone pia neno la Mungu hapo linavyotufundisha katika Ezekiel 36:18. Ezekiel 36 na mstari ule wa 18 anasema hivi:
Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi, na kwa sababu wameitia uchafu kwa vinyago vyao. Wametia unajisi, uchafu, wovu kwa vinyago vyao. Mungu anasema amemwaga hasira yake, au alimwaga hasira yake. Kwa hiyo panapomwagwa damu ya mtu au damu ya watu, Mungu mwaga hasira yake yeye. Anachomwaga watu wanafurahia kumwaga damu, yeye anasema atamwaga hasira. Hasira ya Mungu ikimwagwa, maana yake inasambaa, itafanya mambo mabaya, itafanya mambo ambayo hatuwezi kuyaeleza hivi hivi. Ni hatari sana, ni hatari, ni mbaya, ni moto, ni moto, ni maangamizo mpendwa, ni maangamizo. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi, na kwa sababu wametia uchafu kwa vinyago. Yaani watu wanaofanya ibada za miungu, ibada za kimachifu, za kichawi, na kwa sababu kuna vitu wanavitaka kwenye maisha yao, kuna uongozi wanaotaka, kuna mali wanataka, kuna madaraka wanataka, alafu wamefanya uovu, wameenda kwa miungu, lakini wamemwaga na damu. Mungu anasema atamwaga hasira yake. Manake mtu huyo au watu hao waliohusika, damu inalia, Mungu anaachilia ghadhabu, hasira yake ataiachilia juu ya hawa watu, juu ya hilo eneo. Sasa tuombe rehema sana, Mungu akasimame, acha akapige, akalipe kisasi mahali anapotaka kulipa, lakini wale walio wake watabaki salama. Usiwe na mashaka wala uoga, ikiwa unamtumaini Bwana na ikiwa unatenda haki, hayo madhara hayatakupata, utabaki salama. Atapita kupiga kama alivyopiga kule Misri, lakini wale ambao walikuwa wake hakuwagusa, atawabakiza salama kabisa, atawaacha salama kabisa. Anasema katika Amosi sura ile ya 9 na mstari ule wa 8, Amosi 9:8, anasema Bwana, macho ya Bwana na uangalia ufalme wenye dhambi. Anasema atauangamiza utoke juu ya uso wa nchi, na anasema hataangamiza wala hataigusa nyumba ya Yakobo. Nyumba ya Yakobo ni watu wake, watakatifu wake, wanaomwamini. Wote mnaomwamini Yesu, unayesimama katika Yesu, maanake upo kwenye nyumba ya Yakobo, upo salama. Ikiwa umetenda haki, ikiwa kufanya uovu, basi uko salama. Lakini angamizo lijapo litawapiga wote, pigo lijapo litawapiga waliomwaga damu ya mtu. Anasema nimemwaga, atamwaga hasira yake, atamwaga hasira yake. Anamwaga hasira yake, nalimwaga hasira yangu juu yao. Damu ya mtu ikimwagika, Mungu anamwaga hasira. Ukimwaga damu ya mtu, kiua, Mungu yeye anamwaga hasira. Akimwaga hasira, maana yake itakufinyanga finyanga, itakuharibu, itakumaliza, utapondwa pondwa. Ni hatari sana, ni hatari. Ndivyo anavyosema, damu isiyo na hatia. Mungu hataki damu isiyo na hatia imwagwe, na hata kama huyo mtu ana hatia, inatakiwa kuchukua hatua zinazostahili, lakini yeye ndiye mhukumu mwenyewe na anayeweza kufanya kinachostahili. Sisi tumwachie kazi yake, afanye kazi. Mungu atusaidie. Damu ya haki, Mungu anaitazama damu ya haki, na Mungu anatoa maagizo. Damu ya haki inapokuwa imemwagwa, Mungu anaitazama damu ya mtu mwenye haki, watu wenye haki. Iko damu isiyo na hatia, damu yenye haki, damu ya haki inavyotazamwa na Mungu na maagizo ya Mungu juu ya hiyo damu. Mathayo 23, Mathayo 23 mstari wa 34 hadi wa 36. Mathayo 23:34, nasema hivi, Mathayo 23:34 mpaka 36, na kwenda kusoma. Anasema kwa sababu hiyo, angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Hivyo ije juu yenu
damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abili yule mwenye haki, hata damu ya Zekaria bin Bakaria mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Amini nawaambieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. Tari. Anasema, Yesu anasema watumishi wake wametumwa, watumishi wake wamesema, au watumishi wake wanasema, au wanahubiri, manabii zake, lakini wanakataliwa na tena wanapigwa na kumwagwa damu. Anasema yalifanyika haya mambo. Sasa maana yake tunapata ujumbe ili mambo haya yasiendelee au yasije yakafanyika, kwa sababu ukifanya, Yesu anachokisema ni kwamba itakuja damu, damu ile yenye haki italia, itafanya vita. Anasema ije juu yenu. Maana yake inaagizwa ile damu. Hatari kabisa, ni hatari sana, ni hatari sana. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi. Ije damu ya haki iliyomwagika. Kuna damu ya haki ambayo watu huimwaga. Sasa Mungu anafika mahali anaagiza hiyo damu ije. Manake ule uhai unakuja kudai. Unawezaje kulipa uhai? Unawezaje kulipa uhai wa mtu? Tunawezaje kulipa? Unawezaje? Kwa kitu gani? Tutafanya nini? Kwa sababu kule kwenye Agano la Kale kule ameonyesha wazi. Na anasema ije juu yenu damu ya haki. Ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abili. Manake hapo sasa watahesabiwa waliotangulia siku nyingi, mpaka hapo ambapo hiyo hukumu ya Mungu inakuja, au ilo pigo la Mungu inakuja. Mungu aturehemu na kutusaidia. Ni hatari wapendwa. Tusimame kwenye haki, tusimame kwenye kweli ya Mungu. Hapa anatuonyesha madhara na hatari na nini kitatokea damu za watu zinapomwagika. Anasema itakuja na ije juu yenu hiyo damu ya haki, damu isiyo na hatia, damu isiyo na hatia, damu isiyo na hatia. Ni hatari. Anasema ije na anasema tangu ya wakati fulani. Maana yake muda mrefu sasa atakumbuka yaliyotendeka. Alafu anasema kizazi hicho kitaingia kwenye matatizo. Jihadhari sana, jiepushe. Tuendelee kuwa ni waombaji sasa kwa nguvu sana, kuliombea taifa letu, nchi yetu, kwamba Mungu asimame na haya aliyoyasema lazima yatatimia. Kwa hiyo kama amesema kwamba damu iliyomwagika, manake itahitaji damu ili kulipa, ili kufidia. Kwa hiyo ogopa hapo, jiepushe hapo, usije ukaingia kwenye kudaiwa uhai wa mtu au damu ya mtu. Simama, tulia. Mungu ni mlipa kisasi. Anasema mimi nitalipa kisasi. Mungu atalipa kisasi. Kwa hiyo acha akafanye yeye, akasimame yeye. Bwana akuhurumie, akutetee, akufariji, akujaze nguvu. Muite, anaitika. Muombe, atakusikia. Tuendelee kumtazama yeye katika changamoto yote na magumu na mazito. Mungu anakuja hukumu na atahukumu kwa haki. Bwana akapindue kiti ambacho kinatesa na kuumiza, kinamwaga damu za watu. Simama neno la Mungu. Ezekieli 21 na mstari wa 27. Simama na hilo neno. Ezekieli 21 mstari wa 27. Endelea kuomba. Lakini pia Zaburi ya 75 mstari wa 2 mpaka ule wa 4 mpaka ule wa 6. Zaburi ya 75. Mungu atakuja. Mungu wa haki anangojea saa yake ifike, alafu anaenda kufanya. Na iwe hivyo kwa utukufu wake, kwa sababu neno lake limesema, basi utashinda, tutashinda, na tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Amen. Nyosha mkono wako juu tupate kuomba pamoja. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya neema yako. Mungu,
machozi na huzuni zimeendelea kututawala kila tukikumbuka na tukitazama. Bwana tusaidie. Na neno lako likatimizwe ulilolinena kwamba muuaji atauawa, aliyemwaga damu, damu itadaiwa juu ya damu. Timiza wewe mapenzi yako. Sisi hatuna cha kufanya, ila tunaacha wewe ufanye. Wewe utende Bwana kwa taifa hili, kwa kanisa lako, kwa nchi yetu ya Tanzania. Bwana simama, Mungu wa haki yote, katende haki yako, katende kwa haki yako. Simama mwenyewe kwa jina la Yesu. Tunaendelea kukamata anga la Tanzania na nchi ya Tanzania, kaskazini na kusini, mashariki, magharibi. Damu yako ikanene mema. Bwana, uweza wako na nguvu zako zikatusaidie. Bwana, tupe kushangilia kwa uweza wa jina lako Yesu. Mapenzi yako tu yakatimizwe tu kila wakati na kila saa. Watii watu wako nguvu, wajaze neema, waonyeshe sauti yako ya upole iseme nao walio na machozi na huzuni na misiba, na ambao wako kwenye mashaka na hatari, ambao ni watu wenye haki, ambao ni watu wako Bwana. Walinde, watunze watumishi wako, walinde kule waliko. Wengine wako kwenye kujificha Bwana, walinde, wafiche damuni mwako. Mkono wako washike, wasaidie. Tawala mwenyewe, miliki mwenyewe kwa utukufu wako. Tufiche damuni mwako wanapotuwinda kama ndege au kama wanyama. Bwana, tufiche wewe ubavuni mwako, mikononi mwako, tuwe salama. Na watoto, vijana, wazee, tuwe salama. Bwana, tukazingirwe damuni mwako, tukawezeshwe kwa uweza wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa neema na